Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako, ni vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea nchi za ughaibuni, kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa mawasiliano, usaidizi, ushauri pamoja vile vile kupata mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo. Bila shaka kwa siku kadhaa pamekuwa kuna sintofahamu ambazo zimekuwa zikiendelea baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Azerbaijan. Nchi ya Azerbaijan ni nchi inapatikana kusini mwa nchi ya Urusi katika eneo linalojulikana kama Caucasus. Ni eneo ambalo linakusanya nchi kama za Azerbaijan na nchi kama za Armenia. Lakini vile vile inagusa pia na sehemu za kusini kidogo mwa nchi ya Urusi. Sintofahamu baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Azerbaijan hasa imeanza kuota mizizi toka ndege ya nchi ya Azerbaijan ilipoanguka wakati ikielekea katika mji wa Grozny kutokea katika mji wa Baku, makao makuu ya nchi ya Azerbaijan, kuelekea katika nchi ya Urusi, hasa katika mji wa Grozny. Kuanguka kwa ndege takriban mwezi wa 12 kulileta sintofahamu kubwa. Kipi kilichofanya ndege ikaanguka? Ziko baadhi ya rai zinaonyesha kwamba labda ndege ilikuwa imechange routes, jambo ambalo wa Azerbaijan hawakubaliani nalo. Lakini kilichokaribia na uhalisia ni kwamba mifumo ya nchi ya Urusi ndiyo ilishambulia ile ndege. Aidha ni CS-400 au Pantsir ndio mifumo actually inayoonekana ilifanya mashambulizi katika ile ndege. Sababu ya kushambulia ndege husika inaonekana kwamba ni aidha mifumo ilijiendesha kwa bahati mbaya ikatokea kwamba mashambulizi yakafanyika katika sehemu husika, au sababu kubwa ni kwamba ndege inawezekana ilikuwa imeingia katika maeneo ambayo tunasema ni restricted areas, ni maeneo ambayo hayaruhusiwi ndege kupita. Na hivyo kutokana na tension iliyokuwa inaendelea mpaka leo hii baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Ukraine, hivyo mifumo ya nchi ya Urusi ikafanya reaction na kuishambulia ndege husika, kiasi cha kupelekea watu takriban 38 kuweza kufariki katika shambulizi hilo. Kutokana na shambulizi hilo, serikali ya Baku, yani serikali ya nchi ya Azerbaijan ikiongozwa na Ilham Aliyev ambaye ni rais wa nchi husika, amekuwa akisisitiza nchi ya Urusi lazima iombe radhi kwa kilichotokea, lakini vile vile nchi ya Urusi ni lazima ilipe fidia kwa kilichotokea na ikubali kwamba lililotokea ni kosa, ni tatizo, na tatizo hilo litabebwa na nchi ya Urusi. Jambo ambalo nchi ya Urusi mpaka leo hii haijakubali kufanya hivyo, bali yenyewe ilichokifanya ni kutuma salamu za rambirambi na kisha baada ya hapo hakuna kilichofanyika. Kinachoonekana kwa rai za watu wa Azerbaijan ni kwamba Urusi inakataa kukubali moja kwa moja kwamba mifumo yake ndiyo iliyoshambulia ndege husika, aidha kwa kuhofia kuondoa au kuleta sintofahamu ya kibiashara katika mifumo husika, kwa sababu itakapoonekana mifumo wakati mwingine inaweza ikafanya reaction bila utaratibu uliokuwa mzuri, maana itakuwa ni disaster katika biashara za mifumo ya ulinzi ya nchi ya Urusi kufanya biashara na nchi zingine. Kwa hiyo Urusi imekataa mpaka leo kuadmit tatizo hilo. Kinachotokea ni kwamba baada ya kutokea shambulizi hilo, inaonekana vitu vingi vikaanza kwenda chini vya kimahusiano baina ya nchi ya Azerbaijan na nchi ya Urusi. Moja katika yale yalitokea ni nchi ya Azerbaijan kufunga vituo vya kihistoria vya nchi ya Urusi ndani ya nchi ya Azerbaijan. Lakini vile vile hata walipoalikwa katika tunasema ni Victorious Day, siku ile ya ushindi ambayo huwa inasherekewa katika nchi ya Urusi takriban kwenye tarehe 9 mwezi wa 5, nchi ya Azerbaijan au kiongozi wa nchi ya Azerbaijan Ilham Aliyev alikataa kushiriki katika hilo. Lakini mwanzoni mwa mwezi wa 6 kuna operation ambayo ilifanyika katika mji wa Yekaterinburg ambao unapatikana katikati ya nchi ya Urusi, hasa katika mji unaojulikana kama Sverdlovsk, ambapo
maafisa wa nchi ya Urusi walienda katika operation zao, lakini moja katika operation waliofanya ilipelekea kufariki kwa vijana wawili wa nchi ya Azerbaijan, jambo ambalo linaonekana kwamba lilipelekea reaction ikawa kubwa zaidi, kiasi ambacho katika siku za karibuni maafisa wa usalama wa nchi ya Azerbaijan walivamia katika vituo vya habari vya television au vyombo vya habari vya Kirusi ambavyo vinafanya kazi katika nchi ya Azerbaijan kama Sputnik, na kukamata baadhi ya maafisa takriban 11 wa nchi ya Urusi ambao wanafanya kazi kama waandishi wa habari katika nchi ya Azerbaijan. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa likileta friction kubwa sana. Ni jambo ambalo linaonekana kwamba Urusi wanajaribu kulichukulia katika upande wa diplomatic ways, kwamba watalitoka katika njia ya kidiplomasia, lakini Azerbaijan mwendo wanaokwenda nao inaonekana ni mwendo wa tofauti, na kusema kwamba mambo yatamalizwa katika mwenendo wa kidiplomasia. Movement hii tumekuwa tukiitazama, ambayo imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Azerbaijan, kwa kuzingatia kwamba Azerbaijan ni nchi inapakana na nchi ya Armenia. Nchi ya Armenia kwa muda mrefu imekuwa ikijiweka mbali na nchi ya Urusi, na hasa baada ya mgogoro wa mwaka 2020, lakini vile vile kutokea tena mwaka 2023, mgogoro unaojulikana kama mgogoro wa Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh ni eneo linapatikana katika nchi ya Armenia, lakini eneo ambalo limekuwa likigombewa kwa muda mrefu baina ya nchi ya Azerbaijan na nchi ya Armenia. Kwa kuzingatia kwamba nchi ya Azerbaijan na nchi ya Armenia ni nchi ambazo zina ushirikiano wa muda mrefu na Urusi ya zamani, USSR. Kipindi cha Joseph Stalin aliyepata kuwa rais wa nchi ya Urusi, alipata kufanya judgment ya eneo la Nagorno-Karabakh kwamba ni eneo ambalo litakuwa chini ya nchi ya Azerbaijan. Lakini kwenye miaka ya takriban mwaka 93 palitokea mgogoro, yani mwanzoni miaka 90 palitokea mgogoro baina ya nchi ya Armenia na nchi ya Azerbaijan. Pamoja na kwamba Azerbaijan ni nchi kubwa kidogo ukilinganisha na nchi ya Armenia, lakini Armenia walifanikiwa kuishinda Azerbaijan na kulidhibiti eneo la Nagorno-Karabakh. Kutokea hapo nchi ya Azerbaijan ikafanya juhudi ya muda mrefu kwa takriban miaka 30 kujiandaa, kwa sababu vile vile waliweza kugundua mafuta. Kwa hiyo wakafanya maandalizi ya muda mrefu mpaka kufikia mwanzoni mwa mwaka 2020 mpaka 23 wakafanya movement kubwa ya kuweza kulirudisha eneo la Nagorno-Karabakh. Kitendo cha Azerbaijan kuishinda Armenia na kuchukua eneo la Nagorno-Karabakh ni moja katika sababu mama iliyoifanya nchi ya Armenia ijiweke mbali na nchi ya Urusi, kwa sababu nchi ya Armenia ni moja ya wanachama wa umoja unaojulikana Collective Security Treaty Organization. Collective Security Treaty Organization maana yake ni jumuiya kama ilivyokuwa NATO ya kujihami. Maana yake inajumuisha nchi kama za Urusi, nchi kama za Belarus, nchi kama za Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan pamoja na nchi ya Armenia, nchi takriban 6. Armenia wanachohoji wao kikubwa ni kwamba kwa nini wakati Azerbaijan wanapigana na Armenia, nchi ya Urusi haikwenda kuwasaidia wa Armenia, kiasi ambacho wanajihisi kwamba wao hawako salama. Lakini katika mgogoro huo nchi ya Azerbaijan ilionekana inasaidiwa zaidi na nchi ya Uturuki, na nchi ya Armenia ilionekana inasaidiwa zaidi na nchi za Umoja wa Ulaya, maana nchi kama za Ufaransa na mfano wake. Inawezekana kwa sababu ya historia kwamba ndio nchi ya kwanza kudeclare kwamba ni Christian state, ni nchi ya Kikristo katika nchi za Ulaya. Kwa inawezekana historia hiyo ni miongoni mwa historia ambazo ziliwachagiza watu wa Ulaya kwenda kuisaidia moja kwa moja. Lakini ukiachilia mbali hapo, maana yake kwa sababu Ulaya moja katika mambo wanayohitaji, walikuwa wanahitaji zaidi kufanya fracture, vuruga ule uhusiano wa karibu mkubwa uliokuwepo baina ya nchi ya Armenia na nchi ya Urusi. Kwa hivyo kwa sababu ya mgogoro wa Nagorno-Karabakh ni moja katika sababu mama ambayo inaifanya nchi ya Armenia iweze kujiweka mbali na nchi ya Urusi, kiasi ambacho hata katika umoja huo imekuwa haitoi michango. Lakini vile vile hata ushiriki wake katika Eurasian Economic Union ambao ni umoja kama Umoja wa Ulaya manake wa masuala ya kiuchumi, pia ushiriki wake umekuwa ni mdogo. Bali waziri wake mkuu Nikolai Pashinyan amekuwa akizungumza mara nyingi kwamba yuko radhi kujiunga au kushirikiana na Umoja wa Ulaya na yuko radhi kushirikiana na NATO. Nchi ya Azerbaijan, reaction ambayo imeamua kuichukua dhidi ya nchi ya Urusi, na nchi ya Armenia, reaction ambayo imeamua kuichukua dhidi ya nchi ya Urusi. Manake hili ni tatizo katika upande wa Caucasus, katika upande wa sehemu ya kusini mwa nchi ya Urusi, hasa maeneo yanayopakana na bahari ya Caspian.
jambo ambalo ilikuwa inahofiwa kwamba kuna uwezekano nchi za Umoja wa Ulaya zikateka advantage, kwa sababu Umoja wa Ulaya kwa muda mrefu walikuwa wana mpango wa kuhakikisha wanachukua bomba la mafuta hasa kutoka katika nchi ya Turkmenistan ili kupitisha katika bahari ya Caspian na kisha kuingia katika bahari ya Azerbaijan kuja kuungana, maana yake wanaita Trans-Caspian pipeline, ni bomba la gesi linaloitwa Trans-Caspian pipeline, kuja kuungana na bomba la gesi linalopita katika nchi ya Uturuki linalojulikana kama Anatolia pipeline, na kisha kwenda kuungana na bomba lingine linalojulikana kama Adriatic pipeline ambalo linapatikana katika maeneo karibia na nchi kama za Ugiriki, vile vile na kwenda katika maeneo kama ya Balkan. Lengo kubwa ni kujitoa na utegemezi kutoka katika nchi ya Urusi. Pamoja na kwamba ni movement ambayo sasa hivi inaonekana kwamba Umoja wa Ulaya wangeweza kuteki kama advantage, lakini kidogo imekuwa na tatizo, especially katika sehemu ya mwanzo ya Trans-Caspian pipeline, kwa sababu hakuna makubaliano moja kwa moja nani ambaye anahodhi sehemu kubwa ya bahari ya Caspian. Ukizingatia kwamba ndani ya bahari ya Caspian, manake bahari ya Caspian imezungukwa na nchi nyingi, imezungukwa na nchi kama Iran, imezungukwa na nchi kama Urusi, imezungukwa na Azerbaijan, imezungukwa na Turkmenistan pamoja na Kazakhstan. Manake ni mkusanyiko wa nchi ambazo zimezunguka katika sehemu moja na hakuna makubaliano moja kwa moja nani anamiliki kitu gani, na ndio maana imekuwa ni tatizo kuweza kupitisha pipeline katika eneo hilo. Kwa hivyo katika hoja ya kupitisha ile bomba la gesi ili kuweza kuiumiza zaidi nchi ya Urusi inakuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu msimamo wa Urusi ni kwamba hakuna project itakayofanyika mpaka watu wote waweze kukubaliana. Kama hakuna kukubaliana, maana yake hakuna project inayoweza kukubalika. Hii ndio protection mechanism, ndio kinga ambayo Urusi amekuwa akitumia siku zote kuweza kupambana na nchi za Umoja wa Ulaya. Pamoja na kwamba nchi za Umoja wa Ulaya au jumuiya ya NATO kiujumla wake imekuwa ikifanya juhudi kubwa ya kutengeneza mazingira ya ukaribu na nchi kama za Kazakhstan, Turkmenistan na mfano wake, au Tajikistan na mfano wake, maana nchi ambazo zinapatikana katikati mwa bara la Asia. Lakini ukiachilia mbali hapo, tunachojaribu kutazama ni kuvunjika kwa haya mahusiano au kuharibika kwa haya mahusiano na madhara yake yanaweza kujitokeza. Nchi ya Azerbaijan inajulikana kwamba sasa hivi imeelekea zaidi katika nchi ya Uturuki. Nchi ya Uturuki ni mjumbe au ni moja katika memba wa NATO. Nchi ya Armenia halikadhalika imekuwa ikifikiria kufanya hivyo. So tunajaribu kuangalia ni kwamba nani anawezekana akawa na uthubutu baina ya Azerbaijan na Armenia kuweza kuwakaribisha memba wa NATO ikibidi, au kujiunga kujiweka karibu zaidi na nchi kama za Umoja wa Ulaya, kwa maana ya kuruhusu baadhi ya project kubwa ziweze kufanyika ndani ya nchi ya Azerbaijan na nchi ya Armenia. Tuna mifano mizuri ya nchi ambazo ziko karibia na Azerbaijan na Armenia, nchi kama ya Georgia ambayo kuna kipindi toka mwaka 2008 takriban walijaribu kujisogeza karibu na nchi kama za Umoja wa Ulaya, lakini kilichotokea ni kwamba Urusi waliweza kuvamia pale na kugawanya kupatikana maeneo kama ya Abkhazia na South Ossetia, ambayo actually ni sehemu za pockets za nchi ya Urusi ambazo zinapatikana katika nchi ya Georgia. Hicho ndio kitu ambacho tunajaribu kukiangalia. Je, Armenia na Azerbaijan wanaweza wenyewe wakafanya movement kama ile ambayo walijaribu kuifanya nchi ya Georgia? Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, kuanguka kwa influence ya nchi ya Urusi katika eneo la bahari ya Caspian, especially katika nchi ambazo zinapakana, nchi ya Azerbaijan na nchi ya Armenia, bila shaka ni jambo linaweza na madhara makubwa sana, kwa kuzingatia kwamba Azerbaijan na Armenia ni easy passage, ni sehemu za rahisi za kuweza kuiunganisha nchi kama ya Urusi na sehemu kama ya Iran, kwa sababu ukiangalia hakuna distance inayozidi baina ya hizo nchi mbili. Maana yake ukitoka nchi ya Urusi, katikati yake utakutana na nchi ya Azerbaijan ambayo inakuruhusu moja kwa moja kwenda katika nchi kama ya Iran. Kwa hivyo tunajaribu kuangalia mgogoro huu ambao umekuwa ukiendelea hasa baina ya nchi ya Azerbaijan na nchi ya Urusi. Na kwa sababu nchi ya Azerbaijan imekuwa ikiadapt sheria au sera za kwamba haitaki kuwa influenced na mtu,
haitaki kushinikizwa na mtu yoyote. Pamoja na kwamba katika mgogoro wa Nagorno-Karabakh baina yake na Armenia, nchi ya Urusi ndio ilisimama katikati na ikaamua kwamba Armenia wawape ile eneo Azerbaijan ili kuondoa ugomvi ambao ulikuwa ukiendelea baina yao. Lakini sera ambayo Azerbaijan wameamua kuiadapt ni sera ya moja kwa moja ambayo kwamba wenyewe hawataki kufungamana na mtu au kuwa influence na mtu. Maana unaweza ukaona raia kama wa Azerbaijan ni raia ambao wana ukaribu zaidi na wa Iran. Na ndio maana kaskazini mwa Iran kuna jimbo linaloitwa Azerbaijan province. Maana yake wa Azeri ni jamii ambayo vile vile katika nchi ya Iran anapatikana. Lakini nchi kama ya Israel imekuwa na influence kubwa sana katika nchi ya Azerbaijan, kwa sababu Azerbaijan tu kwamba haitaki kuingiliwa katika maamuzi yake. Na hata katika mgogoro wa juzi baina nchi ya Iran na nchi ya Israel, inaonekana kuna baadhi ya ndege zilikuwa zikipita kutoka katika bahari ya Caspian, kwa maana ya kwamba zikitokea katika bahari hii, ikitokea katika nchi ya Azerbaijan, ndizo zikifanya mashambulizi katika miji kama ya Tehran. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa tabia ya nchi kama ya Azerbaijan, kitendo chake cha kujiweka mbali kidogo na nchi ya Urusi ni jambo ambalo tunategemea katika siku za usoni linaweza likaleta challenge, unless otherwise nchi ya Urusi iamue kudictate, iamue kulazimisha kwamba utaratibu wa nchi ya Armenia na utaratibu wa nchi ya Azerbaijan utakwenda kwa mujibu wa nchi ya Urusi inavyotaka, kama vile ambavyo imejaribu kufanya katika nchi kama ya Georgia. Na maana inaonekana kwamba nchi za Umoja wa Ulaya zimejaribu kuweka NGO karibia 30 katika nchi ya Georgia, na ni nchi ndogo, ili kuongeza influence yao, lakini influence imekuwa haifanyi kazi vizuri kwa sababu Urusi ameweka vizingiti vingi vya nchi ya Georgia, na vile vile eneo lake kijiografia ni eneo ambalo linainyima uhuru wa kiwango hicho, kwa sababu mpaka wake wa karibu ni nchi kama ya Urusi, lakini ukienda katika upande wa magharibi maana yake inapakana na bahari, kitu ambacho kupata connection inakuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa nchi ya Urusi ikafikiria kudictate katika nchi ya Romania na katika nchi ya Azerbaijan, unless otherwise kuna uwezekano kwamba katika siku za usoni, na hasa baada ya kuondoka kwa viongozi kama kina Donald Trump, tunaweza tuka experience matokeo kama tunayoyaona katika nchi ya Ukraine katika mgogoro wake na nchi ya Urusi, kwenye movement ambayo Urusi imekuwa ikijaribu kuifanya kuuzima influence ya nchi za Umoja wa Ulaya na influence ya nchi ambazo pia ni member wa NATO katika nchi ya Ukraine. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kuangalia movement hii ambayo imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Azerbaijan, tukitaraji kwamba huenda katika siku za usoni tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikombe tu usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.